kimbia kuna ile ya kutumia moja kwa moja. Na ukiwa mtu wa trafficking lakini pia unatumia, nayo pia ni ina changamoto. Kwanza kabisa tuangalie katika upande wa afya. Nilivyo mimi Baraka sivyo ulivyo wewe mtangazaji. Tunafahamu. Kwa hiyo kwa mantikia kwamba hali yangu ya afya inaweza kuniruhusu mimi kama nilikuwa nafanya drug trafficking nikaanza kujiingiza kutumia, baadaye nikaikosa nikaje kuitumia zaidi, itaanza kunifanya nini? Kuna affect. Sawa. Kwa mimi nilivyoziona zile side effects zake, niliwahi mapema matibabu na kutaka kuachana, kwa sababu hiyo ni maisha ya utumwa, alafu pili hayawezi kunisaidia kitu chochote. Kwa maana ilikuwa ni maamuzi yako binafsi. Mimi mwenyewe nilitaka na nilikuwa na mpango wa kuja kuwa na NGO. That was my dream. Kwa hiyo kuzingana na kile passion yangu ya ndani, tayari wangu wa kubadilika na kutaka kuwa kioo kwa wengine, hiyo ndio maana niliacha. Katika safari yako ya kuacha matumizi ya madawa ya kulevya na umetumia kwa muda wa miaka 7, kipi kilikuwa kigumu katika safari yako ya kuacha matumizi ya madawa ya kulevya? Kwanza kabisa tunapoongelea kumsaidia kijana ambaye ameingia kwa madawa ya kulevya nje na mimi, mazingira anayoyaishi lazima mtoto huyo atolewe kwenye mazingira yale rafiki ambayo yaliyokuwa ameshafanya, ameingia huko, yamemwathiri, yakaonekana kama ni mhanga, kama mteja wa katika yale mazingira, na jamii ile inavyomtazama tayari ameshaiacha doa. Mimi kama mimi nilitolewa kwenye mazingira yale, nikapelekwa Tanga. Nimekaa Tanga mpaka nikamaliza form 4. Baada ya hapo nika wapi? Nikarudi huko. Na hujatuambia ulikuwa unatumia ukiwa wapi? Mimi hiyo ni swali ambalo ninatamani kulieleza kwa kifupi tu. Sawa, haina shida. Kwamba madawa ya kulevya yako everywhere. Okay. Nategemea wewe unafanya kwa lengo lipi na kwa nini unafanya. Na mimi kama mimi nimezunguka mikoa mingi, so Njombe, Dar es Salaam na mikoa mingine niliyofanya kwa mingi kidogo. Yeah. Kwa hiyo nilianzia Njombe, baadaye nikapata network zingine na hivi na hivi. Kwa hiyo nikawa ninaendelea kutanua tu gap ya matumizi na maeneo. Sasa lakini kuna kitu ambacho nilikuwa natamani pia jifunze kutoka kwako wakati unapambana kuacha madawa ya kulevya. Tabia ipi ambayo ilikuwa imeshakuathiri halafu ikawa ngumu sana wewe kuiacha na imekuchukua muda mrefu kupambana? Ni Arosto. Mkisema Arosto, mtu anapokuwa anatumia kitu bila kikosa hicho kitu anakuwa anatamani kila wakati awe nacho. Arosto ni kitu ambacho ni kitu kibaya sana, hasa kwa mtu anayetumia, kwa mraibu anayetumia madawa ya kulevya. Na arosto inapokuja inategemea na huyo mtu amesimamaje, yani katika kuamua kutoka kwenye ile hali, kuwa restrict from being an addict kuwa non addict. Sawa. Kwa hiyo ile tunaangalia na mtu mwenyewe je, msimamo wake. Shawishi ni vingi. Akutana na marafiki wale anakutana na hivyo. Arosto ni kitu ambacho ni kama tabia. Yaani sasa umeshajizoesha, ukiuma kichwa bana ndo nikiuma kichwa vidi na mnasema kwamba nataka Vivian. Yaani kama hivyo. Mwili ukishazoea, mwili unakuwa na tabia hiyo. Kwa hiyo arosto inachukua muda mrefu sana. Yeah. Lakini pia inaweza ikaleta side effects hasa kwenye afya yako pia. Ni mwili kama kwa muda mrefu, lakini pia inaweza ikaleta shida ya mwili kukakamaa, masikio pia kutokuwa na uwezo mzuri wa kupata usikivu. Na vitu vingi vinaweza vikasababishwa na kupoteza afya nzuri, yani body weight. Okay. Na vitu kama hivyo. Na katika safari yako ya kuacha au kupambana na dawa za kulevya na ukaweza kujitoa na nini, familia yako ilishiriki kwa kiwango gani katika kukutoa kwenye hii? Na pengine natamani pia uzungumzie umuhimu wa familia kushiriki katika kupambana na au kumsaidia kijana ambaye ameingia katika matumizi ya dawa za kulevya. Kama nilivyosema awali,
katika taasisi zote tulizo nazo katika ulimwengu, taasisi ya kwanza ambayo ni mama ni familia. Na mzazi ana mchango gani kwa kijana aliyeingia kwenye madawa ya kulevya, au mzazi wangu alitumia muda wake upi? Kiukweli naweza nikasema kwamba for 100% mzazi alijitoa sana, na mpaka sasa hivi bado anaendelea kufanya nini? Kujitoa. Sasa kama ukipata wale wazazi unaowafahamu, wale wa .com ambao wananyua nenda na wakati, ambao hawataki shida, inakuwa ni changamoto. Hayo ni changamoto kubwa. Okay. Kwa hiyo inategemea na busara ya mzazi, hekima ya mzazi, na nafasi ya mzazi anayojitambua kama yeye ni mzazi, na hao watoto anajua kama mpewa na Mungu kwa ana wajibu wa kuwafanyia nini. Maandiko yanasema kwamba mlee mtoto wako katika njia impasavyo, naye hata iacha mpaka atakavyokuwa mzee. Lakini hili limewaandikia wanani? Wazazi. Sasa hii ni moja kati ya mwongozo mkubwa unaotoa majibu, mchango wa mzazi kwa mtoto. Mchango wa mzazi kwa nani? Kwa mtoto. Na kwa mantikio, kwa mimi, kwa wazazi wangu, kwa kweli walitumia gharama kubwa mpaka nimefika hapa. Na leo ninaonekana natembea, leo naonekana niko nafanya vitu vya maana, ni mchango wa mzazi. Na wazazi wale wasema hili mtoto zigo sana, mtu liache. Mtoto anahitaji kutokatiwa tamaa. Yeah. Okay. Yeah. Kwa sasa umeniambia ni mkurugenzi wa taasisi ya Tanzania Baraka Charity Organization, ndivyo? Ndoto yako kutoka kwenye matumizi ya dawa za kulevya mpaka kufika hapa kwenye kuwa mkurugenzi wa hii taasisi ilikuwaje? Haikuwa kitu rahisi kupresent idea kwa wazazi, cha kwanza. Pili, haikuwa rahisi kumobilize baadhi ya watu kwa sehemu ya kukubali ile idea na kuwa sehemu ya kupokelewa kwenye jamii. Sio kitu rahisi. Okay. Na kila kitu unachokifanya duniani hapa kina gharama, lazima ulipie. Either direct way au direct. Kwa hiyo mimi kama mimi naweza nikasema kwamba kwa kijana yoyote ajue kwamba kila kitu unachokifanya leo hasa baadaye utakuja kugharamikia. Kila kitu kina nini? Kina gharama. Na mimi kama mimi, maono yangu haya ya kuwa na hii Tanzania Baraka Charity Organization yalianza toka nikiwa nimemaliza form 4. Okay. Yametembea kichwani mwangu 2018, 2019, 2021. 2020 nilirudi tena kwenye matibabu. 2021. 22. Hapo ndio nilikaza sana kwa wazazi. Kila nikiamka nikilala, kile unajua kwanza kinaanza kitu ndani kinachokusemesha, ndipo kinatoka nje. Sasa kinakupa ujasiri wa kusema hiki nakifanya mimi, nakitaka na kiweza. Kati ya hivyo vitu ni vya muhimu sana kuvizingatia. Kwa hiyo mimi na imani na kile ninachokiamini, na uwezo wa kile ninachokiamini kukifanya kwa moyo wako na kuwa na uwezo wa kukielezea. Kwa hiyo kupitia ile jitihada zangu binafsi, gharama niliyopitia mimi ni tofauti na wengine wenye neema na wazazi ya watu wengine. Mimi nilitumia gharama kubwa sana. Kama mpaka mzazi aje kuja kupokea hilo jambo. Nakumbuka nimeshawahi kushiriki maadhimisho mara kadhaa ya madawa ya kulevya ya kitaifa. Nimeenda Mwanza, nimeenda Arusha, nilienda na ile nyingine iliyofanyika Morogoro, niliendaga ile. So, ambayo ile washawishi ilikuwa 2023. 2024 nilienda Mwanza. So, nilifind mtu akanidhamini, nikaenda kukaa kule siku 3, na nikafind na Mwanza pia nikafind mtu akanidhamini, nikaenda kukaa kule siku 3 za maadhimisho. So, vitu vyote hivi vinategemea na wewe mwenyewe unakaaje. Sasa mimi nilipokuwa ninawaambia wazazi wangu kwamba natamani nishiriki 2023 maadhimisho, atakuwa Arusha.
because that time nilikuwa niko Moshi. Wakaniambia hatuna ile ya kupoteza, kuna mambo kama haya. Ile neno liliniuma, lakini lilinipa ujasiri kwa kuwa na imani Mungu atanipa mtu. Na mimi naamini kwamba God is my provider. Kwangu mimi naamini Mungu ndiye mtoaji wangu, ananipa watu sahihi kwa wakati. Alinipa mtu sahihi, nikaenda Arusha. Kukutana na wadau mbalimbali, nikakutana na mama yangu mmoja mlezi. Yeye ni kamishna wa madawa ya kulevya. Anaitwa Miss Moza, tulikutana naye. Kwa hiyo vitu kama hivi vyote vilinipa exposure ya kujifunza na kuanza kutembea kwa sasa. Hii taasisi nafanya nini? Lazima niiunde. Na kabla hapo nilikuwa tayari nishaanza kufanya kama volunteer, kama project manager kwenye taasisi X fulani pale Moshi. Na vyote hivyo vilinipa exposure kuweza kujitahidi na kufanya nini? Kufikia hayo malengo. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vinategemea na wewe mwenyewe. Kila kitu ni wewe mwenyewe. Na mimi mpaka sasa hivi nimefika katika hii hatua, ninaweza nikasema kwamba ni mchango wa mzazi, lakini pia kwa kiasi kikubwa ni mchango wangu mwenyewe. Maamuzi binafsi. Yeah, maamuzi binafsi. Kwanza sio maamuzi tu, nia. Kwa neno moja rahisi kutamka. Yeah. Nia ya mtu. Pia ikija nia ya mtu ndio inayozaa tunda zuri la mafanikio. Mimi na wewe leo tumezungumza kwa ukubwa kabisa, lakini episode inayofuata ndio tutazungumzia zaidi kuhusiana na Tanzania Baraka Charity Organization ni nini, inajihusisha na nini, lakini pia wewe sasa hivi umeniambia uko kama manager mauzo katika kampuni ya Hillpark, ndivyo? Yeah. Tutakuja tutazame pia hiyo, ulikutana nao vipi, uliingiaje huko kwa kijana ambaye alikuwa ameshapitia kwenye changamoto mbalimbali za kiafya za kutumia madawa, sasa hivi umekuwa ni mkurugenzi, hongera sana, lakini pia umekuwa meneja mauzo kwenye kampuni. Ni jambo la kubwa la kushukuru, kwa sababu watu wengi tumeshuhudia wakipita kwenye mazingira za madawa kulevya wanakosa kuaminiwa na jamii tena, lakini wewe umeaminiwa, umekuwa mkurugenzi sasa hivi wa taasisi yako mwenyewe, lakini pia sasa hivi ni meneja mauzo wa kampuni ya Hillpark Computers. Kwa hiyo unaona ni mafanikio makubwa sana ambayo umeweza kuyapitia au kuyafanya. Kwa hiyo next episode tuje tuzungumzie hilo, na natamani kwa wewe ambao unatusikiliza na kutazama kwa muda huu usiache kubonyeza alama subscribe kisha alama ya kengele hapo kujikisha kwa mtu wa kwanza kabisa kupata kila chochote ambacho kinakuja. Leo tumezungumza na mengi sana na Mr. Baraka Cole Isaac Chengula ambaye ametuambia vitu vingi sana, namna gani alitoka, aliingiaje kwenye madawa kulevya, alitokaje na mengine. Next time tutakuja kutazama kwa kina zaidi Tanzania Baraka Charity Organization inajihusisha na nini, na wewe kama kijana pia una lipi la kuweza kushiriki nasi. Tuachie kwenye comment kama unatamani nimuulize swali lolote ambalo hasijapata nafasi ya kuzungumza naye, au next kuna swali ambalo unatamani alijibu, tuweke kwenye comment yako, tutakuja kuzungumza nayo hayo yote itakapofika muda mwafaka. Asanteni sana kwa sasa, mpaka wakati mwingine.